Jamani, mama yake Zuchu huyo, mama yake Zuhura. Zuchu eti nasikia karibia ndoa pale. Ndoa ya nani? Ya Zuchu. Umeandiko? Singekuwa ndoa wewe singekuja kukuletea kadi au nishakuletea kadi. Mimi kali bado jana ndo nimeshangaa kwenye group bao ya Allah ndio amna uwaji. hadi yapata jina unaliua. Siku hizi na mama yake Zuchu kila sehemu. Hadi yapata tunalipata Sio mbie bado majina watu ndio wanaoa jina langu. Utafikiri ni mzaa Zuchu peke yake. Wakati na mtoto anaitwa Ismail Kibana Ibrahim Ahmed na Zuhura na watoto watatu. Si lakini sama mama yeye Zuchu mmoja na sema mama Maiko mama. Sasa leo tunaenda kutizama moja kati ya story ambayo nadhani ina funzo kubwa sana kwenye maisha yetu. Karibu sana katika story za burudani. Mimi naitwa Jimmy na hii ni Bongo Star Media. Of course nadhani wewe ni Muislamu ama Mkristo. Sasa nataka nikukumbushe tu kwamba kuishi na mwanamke ambaye hujamuoa katika Uislamu unakuwa katika wakati gani? Nadhani wote tunaona kwamba Khadija Kopa ni mmoja kati ya wazazi ambao wanaumia sana kuona mtoto wake anaishi na star na hajaolewa. Katika Uislamu kuishi na mwanamke ambaye hujamuoa ama bila ndoa inachukuliwa kama ni dhambi. Ndoa ni moja kati ya amri muhimu sana katika Uislamu, na kuishi pamoja na mtu ambaye hujafunga ndoa naye inakiuka mafundisho ya Kiislamu katika maadili na mahusiano ya kijinsia. Sasa mwanaume na mwanamke wanatakiwa kuwa na ndoa halali kwa mujibu wa sheria za Kiislamu ili kuwa na mahusiano ama uhusiano wa kimapenzi na kuishi pamoja kama mke na mume. Uislamu unasisitiza sana kuwa uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa ni haramu, na kama mtu anafanya hivyo anaweza kujikuta akifanya dhambi. Hivyo ikiwa mwanaume na mwanamke wanakubaliana kuishi pamoja bila ya ndoa inachukuliwa kuwa ni dhambi. Kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu, ndoa ni njia sahihi na iliyohalalishwa katika Uislamu kwa ajili ya kuishi pamoja na kufurahia pamoja, na kila mmoja wapo anakuwa anafurahi kwa njia ambayo inakubalika na Mwenyezi Mungu. Anyway, sasa leo nataka tuende mbele zaidi na tujadili hili swala ambalo wote tunaliona katika Uislamu. Katika Ukristo kuishi na mwanamke bila ya ndoa inachukuliwa kama ni haramu ama ni kitu ambacho hakimpendezi Mwenyezi Mungu. Kupitia hii klipu ambayo tumeanza kuisikiliza mwanzoni, nadhani utakuwa umeelewa toni ambayo mama mzazi wa Zuchu ameongea, na zewi ambavyo anaongea inakupa taswira halisi kwamba huyu mwanamke, huyu mama anachukuliaje ama analipokeaje hili ambalo mtoto wake analifanya. Na ndio maana wazee wa zamani walikuwa wanasema kwamba mtoto unavyomlea ndivyo ambavyo anakuwa, na matokeo utayaona katika familia. Je, wote tunajiuliza hapa kwamba Bi Khadija Kopa amefeli kumlea Zuchu, kwa sababu na wote tunafahamu kwamba Zuchu ni mtoto ambaye amelelewa katika maadili ya Kiislamu. Sasa hivi ambavyo vinatoka wapi, ama ndo shetani amezidi spidi? Tunavyofahamu kwamba Diamond ni moja kati ya wasanii ambao kuoa kwake ni ngumu sana, na kama itatokea amemuoa Zuhura ama amemuoa Zuchu, basi itakuwa ni rekodi ya maisha, itakuwa ni historia ambayo itaandikwa. Mwanamuziki ambaye ameshawahi kufanya makubwa na amefanya mengi kwa muda mrefu sana ndani ya Tanzania, Diamond Platinum, basi Zuhura ndiye amebahatika kuwa mke wake, kitu ambacho watu ambao wanamfahamu vizuri Diamond wanasema hicho kitu hakiwezekani. Moja kati ya maneno ambayo Diamond mwenyewe ameshawahi kuzungumza kwamba mimi nikiona mwanamke ananingangania anielewi, nitampiga matukio huyo, yeye mwenyewe ataondoka. The same kwa Zuhura, tumeona Zuchu kafanywa matukio mengi sana. Kuna picha za wanawake zinapostiwa Diamond akiwa na wakisi, story ni nyingi mno tena mno, lakini tumeona Zuchu anastahimili ambayo inamfanya mpaka sasa hivi aweze kuwa na Diamond Platinum. Nadhani utakuwa una jambo kubwa sana ambalo unajiuliza katika akili yako, lakini kuna muda unasema ni upuuzi tu, acha yaende, mimi niwaze mambo yangu. Lakini ukikaa ukifuatilia unafahamu kwamba Diamond ni mmoja kati ya wanaume ambao wanatuwakilisha vibaya sana wanaume wengine, na watu wengine wanapata taswira kwamba wanaume wa Tanzania ndivyo ambavyo wapo. Ujue Diamond kazana mwanamke kutokea Uganda, Zari the Boss Lady, kazana mwanamke kutokea Kenya, Tanasha Donna, na wengine ambao hatuwafahamu, mimi na wewe hatujui. Sasa taswira ambayo iliyopo ni kwamba ukienda Tanzania ukizalishwa na mwanaume wa Tanzania,
unatelekezewa mtoto na mwanaume hana time na wewe. Kwa hiyo hii imekuwa ni kasumba katika upande wa uwakilishi wa wanaume. Kwa hiyo nchi za wenzetu wanatuona kwamba sisi wanaume wa Tanzania tupo kwa namna kama hiyo, kitu ambacho sio sahihi. Mtu ambaye tumemwamini, tumempa gurudumu la kuendesha muziki wa Tanzania, tuna imani kwamba angefanya yaliyo mema katika taswira ya jamii, ingekuwa poa sana. Unajua sasa hivi imekuwa ni trend wasanii wengi hawaoi, wanaoa ni wachache sana. Harmonize, kama Diamond angeoa inawezekana Harmonize pia angekuwa ameshaoa, Mbosso angekuwa shaoa. Kwa hiyo unakuja kufahamu kwamba maji yanafuata mkondo. Diamond ndio bosi wa Wasafi, na tunaona watu ambao wapo Wasafi wamekuwa wana trendi kama hiyo. Tunaona Mbosso ni moja kati ya wasanii ambao wana watoto utitiri. Mbosso ana watoto 4, sio watoto 5, na yeye akikaa kuzungumza anakuambia hivyo, na hao watoto anaishi nao, hana time na wanawake ambao amezaa nao, kitu ambacho ni kibaya kwa malezi ya familia. Mtoto inabidi aishi mtoto pamoja na mama yake. Kwa hiyo tunakuja kuona ni trend ambayo imekuwapo kutoka kwa bosi kwenda kwa wafanyakazi. Harmonize pia ni vile vile, ni mshikaji ambaye leo atapita na huyu, kesho atapiga huyu, kesho atapiga huyu, life goes on. Kwa hiyo imekuwa ni trend ambayo wanarisishwa kutoka kwa bosi wao. Kama sio kurisishwa, naweza nikasema kwamba wanaiga matendo ambayo bosi wao amekuwa akiyafanya, kitu ambacho is not good, kitu ambacho ni kibaya kwa dini ya Kiislamu, dini ya Kikristo na maisha ambayo tunayaishi. Anyway, nadhani kuna kitu kikubwa sana ambacho kila siku unazidi kujengeka na kufahamu nini ambacho tunatakiwa tukifanye kama binadamu. Hakuna mwanamke mkamilifu, hakuna mwanaume mkamilifu. Pale ambapo tunakuwa tunakosea, basi tujifunze kusamehe, na pale ambapo tunafanya kitu kibaya, tujifunze kutambua kwamba hichi tumekifanya ni kibaya, tuchutame, tuombe radhi, maisha yazidi kusonga. Kwa hiyo mimi na wewe wote kwa pamoja tunaamini kwamba Khadija Kopa ni moja kati ya wazazi ambao wanaumia sana. Wazazi ambao walikuwa wakiamini kwamba mtoto wangu ataolewa, ataniletea heshima, lakini ndo hivi ambavyo unaona. Zuhura yupo na Diamond Platinum, hajaolewa, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maybe hatujafahamu kwa sababu hatujamuona sasa hivi kama wako pamoja. Inawezekana wako wote pamoja nyumbani na ni binti wa Kiislamu ambaye hajaolewa. Anyway, niambie wewe kama binti wa Kiislamu ambaye unaijua vizuri dini, unadhani hichi ambacho anakifanya ni sahihi? Basi na kuachia wewe nafasi ya kutoa maoni yako katika box la comment. Niambie hapo chini katika box la comment kwamba je, hichi ambacho kinafanyika kwa Zuhura na Diamond Platinum, je, unadhani ni sahihi? Ama tusubiri surprise ya mwezi huu kama kweli atafanikisha kumuoa Zuhura. Akimuoa itakuwa ni good thing na itakuwa ni faraja kwa Khadija Kopa, lakini asipomuoa itakuwa ni maumivu makali sana ambayo anayapitia huyu mama, huyu mwanamke ambaye aliamini kwamba mtoto wake ataolewa, ataweza kumpa heshima. Mimi naitwa Jimmy na hii ni Bongo Star Media. Of course leo katika burudani hili limenigusa, nikasema ni share na wewe ambaye ni mpenzi wa burudani pia. See you next time. Let me see you today. We end up. Bye bye.